Na sasa ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 13 katika mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu miongoni mwa siku 40. Ninawakaribisha sana. Mada yetu inayotuongoza katika Kwaresma ya mwaka huu ni kutoka misimu mpaka kusudi, from season to reason, from season to reason. Na neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa kwanza. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tuna mwendelezo wa somo letu asubuhi ya leo kutoka misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Abraham's season and reason. Abraham's season and reason. Na tumeangalia mambo machache ya msingi pale, na somo letu la leo ni propaganda nyeusi za familia, yaani family black propaganda. Propaganda nyeusi za familia, family black propaganda. Na tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa 5 mpaka wa 53. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa 5 mpaka wa 53. Nitasoma kwa haraka kidogo na somo ni refu. Ndipo Adonia mwana wa Hagiti akatakabari akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Tena baba yake hakumchukiza wakati wowote kwa kusema, mbona umefanya hivi? Kisha alikuwa mtu mzuri sana, naye alizaliwa baada ya Absalom. Akashauriana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari kuhani, nao wakamsaidia Adonia wakamfuata. Ila Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yoyada na Nathan nabii na Shimei na Rei na mashujaa wa Daudi, hao hawakuwa pamoja na Adonia. Adonia akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zoheloti lililo karibu na chemichemi Rogeli. Akawaita ndugu zake wote, wana wa mfalme na watu wote wa Yuda, watumishi wa mfalme. Ila Nathan nabii na Benaya na mashujaa na Suleimani nduguye hakuwaita. Ndipo Nathan akamwambia Bathsheba mamaye Suleimani akasema, je, hukusikia kuwa Adonia mwana wa Hagiti anamiliki? Haya basi nikupe shauri, tafadhali upate kuokoa roho yako na roho ya mwanao Suleimani. Enenda uingie ndani kwa mfalme Daudi ukamwambie, je, hukuniapia mimi mjakazi wako mfalme bwana wangu na kusema, hakika yake Suleimani mwana wako atamiliki baada yangu na kuketi katika kiti changu cha enzi? Mbona basi anamiliki Adonia? Tazama, wakati ule utakapokuwa katika kusema na mfalme, mimi nami nitaingia nyuma yako na kuyahakikisha maneno yako. Basi Bathsheba akaingia ndani kwa mfalme, ndani ya chumba chake, naye mfalme alikuwa mzee sana, na Abishagi Mshunami alikuwa akimtumikia mfalme. Bathsheba akainama akamsujudia mfalme, naye mfalme akamuuliza, wataka nini? Akamwambia, bwana wangu, uliniapia mimi mjakazi wako kwa Bwana Mungu wako ya kwamba bila shaka Suleimani mwanao atamiliki badala yangu
yeye ndiye atakayeketi katika kiti cha enzi. Na sasa angalia, Adonia anamiliki, na wewe bwana wangu mfalme una habari. Tena amechinja ng'ombe na vinono na kondoo tele, na kuwaita wana wa mfalme wote pia, na Abiathari kuhani na Yoabu jemedari wa jeshi, ila Suleimani mtumishi wako huyu hakumuita. Mfalme bwana wangu, macho ya Israeli wote yanakuelekea wewe, kwamba uwaambie ni nani atakayeketi katika kiti cha enzi baada yako, mfalme bwana wangu. Ama sivyo, itakuwa bwana wangu mfalme atakapolala pamoja na baba zake, mimi na mwanangu Suleimani tutahesabiwa kuwa wahalifu. Basi tazama, alipokuwa katika kusema na mfalme, Nathan nabii akaingia. Wakamwambia mfalme, wakasema, tazama, Nathan nabii naye alipoingia ndani mbele ya mfalme akamsujudia kifudifudi. Nathan akasema, mfalme bwana wangu, je, wewe umesema ya kwamba Adonia atamiliki baada yangu, ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi? Maana leo ameshuka kuchinja ng'ombe na vinono na kondoo tele, naye amewaita wana wote wa mfalme na majemedari wa jeshi na Abiathari kuhani, na tazama, wanakula na kunywa mbele yake, wakisema, na aishi mfalme Adonia. Walakini mimi mtumishi wako na Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yehoyada na Suleimani mtumishi wako hakutuita. Je, bwana wangu mfalme ndiye aliyelitenda jambo hili bila kutujulisha sisi watumishi wako? Ni nani atakayeketi katika kiti cha enzi cha bwana wangu mfalme baada yake? Ndipo mfalme Daudi akajibu akasema, niitieni Bathsheba. Basi akaingia ndani kwa mfalme, akasimama mbele ya mfalme. Naye mfalme akaapa akasema, Bwana aishivyo, aliyonikomboa roho yangu katika shida zote, hakika yake nitafanya leo kama vile nilivyokuapia kwa Bwana Mungu wa Israeli, nikasema, yamkini Suleimani mwanao atamiliki baada yangu, naye ndiye atakayeketi katika kiti cha enzi badala yangu. Ndipo Bathsheba akainama kifudifudi akamsujudia mfalme, akasema, bwana wangu mfalme Daudi na aishi milele. Naye mfalme Daudi akasema, niitieni Sadoki kuhani na Nathan nabii na Benaya mwana wa Yehoyada. Nao wakaingia ndani mbele ya mfalme. Naye mfalme akawaambia, twaeni pamoja nanyi watumishi wa bwana wenu, mkampandishe Suleimani mwanangu juu ya nyumbu wangu mimi, mkamtelemshe mpaka Gihoni. Kisha Sadoki kuhani na Nathan nabii na wamtie mafuta huko, awe mfalme juu ya Israeli. Kapigeni panda mkaseme, mfalme Suleimani na aishi. Kisha pandeni juu nyuma yake, naye atakuja ili aketi katika kiti changu cha enzi, kwa maana atakuwa mfalme badala yangu, ndiye niliyemweka awamiliki Israeli na Yuda. Basi Benaya mwana wa Yehoyada akamjibu mfalme akasema, amina, Bwana Mungu wa bwana wangu mfalme na aseme vivyo hivyo. Kama vile Bwana alivyokuwa pamoja na bwana wangu mfalme, kadhalika na awe pamoja na Suleimani, na kufanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti cha enzi cha bwana wangu mfalme Daudi. Basi wakashuka Sadoki kuhani na Nathan nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na Wakerethi na Wapelethi, wakampandisha Suleimani juu ya nyumbu wa mfalme Daudi, wakampeleka mpaka Gihoni. Na Sadoki kuhani akatoa ile pembe ya mafuta katika hema, akamtia Suleimani mafuta, nao wakapiga panda, na watu wote wakasema, mfalme Suleimani na aishi. Kisha watu wote wakapanda juu nyuma yake, watu wakapiga mazomari, wakafurahi furaha kubwa mno, hata nchi ikapasuka kwa sauti zao. Basi Adonia na wageni wote waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo walipokuwa wamekwisha kula. Naye Yoabu aliposikia sauti ya panda alisema, za nini kelele hizi na mji huu uliotaharuki? Naye alipokuwa katika kunena, tazama, Yonathani mwana wa Abiathari kuhani
akafika. Naye Adonia akasema, karibu, maana wewe mtu mwema, unaleta habari njema. Naye Yonathani akajibu akamwambia Adonia, hakika bwana wetu mfalme Daudi amemtawaza Suleimani. Tena mfalme alipeleka pamoja naye Sadoki kuhani na Nathan nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na Wakerethi na Wapeleti, wakampandisha juu ya nyumbu wa mfalme. Kisha Sadoki kuhani na Nathan nabii wakamtia mafuta huko Gihoni ili awe mfalme, nao wamepanda juu kutoka huko wakifurahi, hata mji ukavuma. Ndizo kelele zile mlizozisikia. Na tena Suleimani ameketi katika kiti cha enzi cha mfalme. Na tena watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu mfalme Daudi, wakisema, Mungu wako na alikuze jina la Suleimani kuliko jina lako, na kukifanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti chako. Naye mfalme akainama chini juu ya kitanda chake. Na tena mfalme akasema, hivi Bwana Mungu wa Israeli na ahimidiwe, aliyenipa leo hivi mtu wa kuketi katika kiti changu cha enzi, nayo macho yangu yakiwa yanaona hayo. Ndipo wageni wote waliokuwa pamoja na Adonia wakaogopa, wakaondoka, wakaenda zao kila mtu njia yake. Adonia naye akaogopa mbele ya Suleiman, akaondoka akaenda akazishika pembe za madhabahu. Akaambiwa Suleimani kusema, tazama, Adonia amuogopa mfalme Suleimani, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu, akisema, mfalme Suleimani na aniapie leo kwamba hata niua mimi mtumwa wake kwa upanga. Akasema Suleimani, akionekana kuwa mtu wa kweli, hata unywele mmoja hautaanguka chini, lakini uovu ukionekana ndani yake atakufa. Basi mfalme Suleimani akatuma watu wakamtelemsha toka madhabahuni, naye akaja akamwinamia mfalme Suleimani. Naye Suleimani akamwambia, enenda nyumbani kwako. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru, tunakuabudu, unatupenda na unatuazia mawazo ya amani. Saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, umwadhimishe Roho Mtakatifu ndani yetu, na tena ufungue fahamu zetu na akili zetu, useme nasi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, ninazungumza juu ya propaganda nyeusi za familia, family black propaganda. Na nimesoma mistari mirefu kidogo, lakini nilitaka uisikie hiyo story, Bible story, ili ninapoingia katika hoja za kitheolojia na kifalsafa, ili uweze kwenda kwa pamoja. Na sasa macho ubaoni. Hoja ya kwanza. Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika jamaa zako na nyumba ya baba yako. Hii ina maana kubwa sana ya kusisitiza juu ya kutoka kwenye msimu ya kifamilia mpaka kusudi. Kutoka kwenye misimu ya kifamilia mpaka kusudi, kama inavyoonekana hapa katika bango letu hapa asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu alipomwambia Ibrahimu aondoke alikuwa na maana kubwa sana. Na anaposema toka wewe katika jamaa zako, nimesoma hiyo Bible verse na Bible story, umeweza kuona hicho ni kisa kilichokuwa kwenye nyumba moja tu ya mfalme Daudi. Katika nyumba zetu kuna mauzauza mengi, na sijui ya kwako ikoje, lakini Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika jamaa zako na nyumba ya baba yako. Hii ina maana kubwa sana ya kusisitiza kutoka kwenye misimu ya kifamilia, kuvunja mifumo ya zamani, lakini kuacha mazingira ya mazoea na kuingia kwenye kusudi la Mungu. Na hivi ndivyo kutoka kwenye msimu wa kifamilia na kwenda kwenye kusudi. Ni muhimu sana wakati mwingi, kila mara kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia. Ni muhimu sana kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia, yani family black propaganda, zinazoleta chuki,
kisasi, uchungu na mauti. Nitarudia tena. Ni muhimu sana kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia, yani family propaganda, family black propaganda, zinazoleta chuki, kisasi, uchungu na mauti. Na kama unavyoweza kuangalia pia katika maisha yetu na ukaona namna ambavyo chuki ya Adonia ilivyoinuka, na kama kuna propaganda nyeusi katika maisha ya familia ya kwako, na kama hautatoka kwenye hizo hadithi, kwenye hizo propaganda nyeusi, kwenye hayo mambo ambayo yanapandikiza chuki, ukatoka, moyo wako unabaki ukiwa umelemewa na chuki, kisasi, uchungu, na wakati mwingine inaweza ikaleta mauti. Na wakati huu wa Kwaresma ni wakati ambao tunapaswa kutoka kwenye mapandikizi ya chuki na hadithi, propaganda nyeusi, hadithi zinazotengenezwa na zilizohadithiwa kwenye familia na zimejeruhi moyo wako, na umejiwekea maisha ambayo yanaweza yakawa na tabu. Hapa nataka kuangalia pointi ya pili. Naenda kwa haraka leo, muda wangu hautanitosha hata kidogo. Hoja ya pili ya kimaudhui, kifalsafa na kitheolojia: propaganda nyeusi katika familia ya Mfalme Daudi. Propaganda nyeusi katika familia ya Mfalme Daudi. Hapa unaweza ukaona propaganda nyeusi katika familia ya Daudi ilikuwepo. Kwanza kuna Absalom na Adonia. Adonia na Absalom ni watoto wa Daudi na mama yao ni mmoja, wamenyonya ziwa moja. Alafu hapo katikati kuna Suleimani, lakini pia kuna Daudi. Sasa Adonia na Absalom kwa nyakati tofauti wametaka ufalme. Huyu Absalom aliwahi kumkimbiza baba yake, akamuondoa ikulu. Daudi akakimbia Peku, akaondoka. Absalom akafanya uasi na kuleta hiyo riot kwenye nchi na uhaini wa kuipindua serikali ya Daudi. Lakini zote ni kutengeneza propaganda nyeusi katika familia. Nataka nimeichukua tu familia moja ya Daudi, lakini pia katika familia ya Yakobo waliwahi kutengeneza propaganda nyeusi ya kwamba Yusufu ameliwa na mnyama mkali. Wakatengeneza propaganda nyeusi, wakachukua vazi la Yusufu, wakalipaka damu, wakalileta kwa Yakobo. Kwa hiyo katika familia tuna propaganda nyeusi nyingi. Lakini Adonia ni mdogo wake Absalom, mama mmoja, na sijui mama alikuwa na maziwa ya namna gani, lakini watoto wake hawa ni watoto ambao wamefanya kituko katika nyumba ya Daudi, katika uzao wa tumbo la huyu mama mke wa Daudi, ambao ni mama yake Absalom na mama yake Adonia. Ni kizazi cha ajabu ambacho pia katika familia zetu wanaweza wakatokea watu wa namna hiyo. Mdogo wake Absalom, yani Adonia, ambaye ni mdogo wake Absalom, aliendesha kampeni ya kupora ufalme kama ambavyo nimesoma, baada ya ndugu yake Absalom kushindwa na kuuawa na msitu wa Efraim. Huyu Absalom alipofikiri kuipindua serikali, alimkimbiza Daudi. Daudi akaondoka ikulu, akakimbia na majeshi yake. Lakini Biblia inasema aliuawa na msitu wa Efraim. Wakati anaenda, akapita katikati ya msitu na akakuta yale makamba yanayoota msituni, na kichwa chake kikaning'inizwa, akanyongwa. Ukisoma pamoja nami katika kitabu cha Samueli wa pili, ule mlango wa 18 na mstari wa 6 mpaka wa 9. Kitabu cha Samueli wa pili, ule mlango wa 18 mstari wa 6 mpaka wa 9. Biblia inasema hivi. Samueli wa pili, ule mlango wa 18 mstari wa 9, mstari wa 6 mpaka wa 9. Ukisoma pamoja nami katika Biblia utagundua na utaona namna ambavyo
Absalom, Daudi alisema asiuawe. Wakati wa vita alimwambia kabisa Yoashi, msimguse. Lakini watu walipoogopa kumuua, msitu wa Efraim, Biblia inasema hivyo watu wakatoka waende nyikani ili kupigana na Israeli, na vita ikatokea ndani ya msitu wa Efraim. Vivyo hivyo watu wakatoka waende nyikani ili kupigana na Israeli, na vita ikatokea ndani ya msitu wa Efraim. Watu wa Israeli wakapigwa huko mbele ya watumishi wa Daudi. Kukawa na maangamizo makuu huko siku ile na watu 20,000. Kwa maana vita ilienea huko juu ya uso wote wa nchi, na siku ile huo msitu ukala watu wengi kuliko wale waliouawa na upanga. Mstari wa 9, na kwa bahati Absalomu akakutana na watumishi wa Daudi, naye Absalomu alikuwa amepanda nyumbu wake, na yule nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mwaloni mkubwa, hata kichwa chake kikakwama katika mwaloni huo, akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu aliyekuwa chini yake akaendelea mbele. Naomba urudishe lile bango pale niweze kufafanua kwa haraka. Kama unavyoona, Absalom yeye amenyongwa. Baba yake alikuwa hataki auawe, lakini msitu wa Efraim, Mungu ni Mungu anayetumia vitu vyote, na vitu vyote vi watumishi wa Bwana. Na Biblia inasema katika msitu huu waliouawa na msitu walikuwa ni wengi kuliko waliouawa na upanga. Na katika msitu wa Efraim ndiko alipofia kijana huyu ambaye anaitwa Absalom. Sasa Absalom akafel. Ni propaganda nyeusi, ikafel. Na baada ya hapo akainuka mdogo wake sasa ambaye ni Adonia. Sasa Adonia alikusanya watu wengi, akiwepo mkuu wa majeshi Yoabu, Abiathari kuhani, na ndugu zake wote na watoto wote wa mfalme Daudi isipokuwa Suleimani. Akaandaa sherehe kubwa sana ya propaganda nyeusi, black propaganda, na kutangaza kuwa yeye ni mfalme baada ya Daudi. Huyo ni Adonia. Na alitangaza, alijipanga kama hivi anavyoonekana pale. Adonia alikusanya watu wengi, akiwepo mkuu wa majeshi Yoabu, Abiathari kuhani, na ndugu zake wote na watoto wote wa Daudi isipokuwa Suleimani na nabii na Nathan nabii. Walikuwa kama watu 4, na watumishi wote wa mfalme. Kwa hiyo alikusanya almost ikulu yote, mkuu wa majeshi, kuhani mkuu ameshikilia, ameenda amejitangaza, akaandaa sherehe kubwa sana, na ni propaganda nyeusi, black propaganda, na kujitangaza kwamba yeye ni mfalme, na akavaa na mavazi ya kifalme. Watu wakala, wakanywa, wakafurahia, wakatangaza yeye ni mfalme. Lakini mfalme Daudi alipopata habari, alikataa na kumpaka mafuta Suleimani awe mfalme wa Israeli, na kumketisha katika kiti cha enzi. Haya yote aliyofanya Adonia, Daudi alikuwa hana habari. Lakini alipopata habari, kama mlivyosikia kwenye Bible story, ndipo akaamuru sasa Suleimani apakwe mafuta. Na hapa Solomoni anapakwa mafuta. Mfalme Daudi alimpaka mafuta Suleimani awe mfalme wa Israeli, anammiminia mafuta. Na baadaye watu wakaondoka, aliondoka kuhani na mtumishi wa Bwana, wakaenda kwenye ile sherehe. Akauliza, kuna nini? Watu wanapiga matari, watu wanapiga ngoma, watu wanafurahia. Akasema, baba yako amemtawadha Suleimani kuwa mfalme. Watu wote kwenye sherehe ya Adonia waliposikia ya kuwa Suleimani amepakwa mafuta na Daudi amempa Suleimani ufalme, waliogopa na kutawanyika. Adonia naye akakimbilia hekaluni kushika pembe za madhabahu kwa kuomba rehema, na Suleimani akamsamehe. Watu wote walitawanyika, wakaondoka. Ulikuwa ni mwisho wa propaganda nyeusi. Kila propaganda nyeusi inayotengenezwa ina mwisho wake, haiendi ikafikia kwenye malengo. Na hili ni bango ambalo linaonyesha alishakuwa na pembe ya ufalme, alishavaa mavazi ya zambarau, mavazi ya kifalme,
ameenda kushika pembe ya madhabahu, anakaa pale, atakaa pale mpaka Suleimani atakuja. Hii ilikuwa ni aina ya toba, kuonyesha kwamba anatubu, kwa sababu watu wote wameondoka. Alikuwa amekusanya nchi nzima na nchi nzima imemwacha, na amebaki pale kwenye madhabahu, na Suleimani akaja kuja kumtangazia msamaha wa dhambi, lakini kwa sharti moja. Akamwambia, ukirudia ukionekana uovu wowote, kama kweli umetubu, utubu kweli, lakini ikionekana uovu wowote juu yako, uwe na hakika ya kwamba kufa utakufa na wala hutaishi. Okay, hoja ya tatu, na hili ndio somo letu sasa. Familia nyingi zina chuki, visasi, hasira, uchungu na ghadhabu kubwa za kurithishwa kwa kupandikizwa sumu, kama watoto hawa wawili wa Daudi, Absalom na Adonia, na kudai vitu kwa lazima na kujipa uhalali. Hivi ni vitu ambavyo vipo kwenye familia. Na asubuhi ya leo nina wito mmoja tu kutoka kwa Mungu na kutoka kwenye madhabahu hii. Toka wewe kwenye vita ya propaganda nyeusi za familia. Toka wewe kwenye vita ya propaganda nyeusi za familia ambazo zimeua maono, ndoto, maisha ya wengi, kama kifo cha Adonia. Ni lazima katika Kwaresma hii utoke. Mimi sijui kwako una mambo gani, lakini maombi yangu ni kwamba lazima utoke. Lazima utoke. Mungu alipomwambia Ibrahimu, toka wewe katika nyumba ya baba yako, ni lazima utoke. Lazima utoke. Na sio kwamba wewe una chuki. Kuna wengine ambao wewe huna chuki kabisa, lakini wao wana hadithi zao. Wana hadithi zao. Wengine wamehadithiana ninyi ni wachawi. Unajua kuna ambao Mungu amekubariki tu na kigari chako, umefanya kazi, umeamka saa 10 za usiku kuja kwenye ibada hii. Mungu amekubariki na gari, amekubariki na nyumba. Siku hizi wanakuita Freemason. Propaganda nyeusi, Freemason. Wengine amehongwa, kama ni binti tu, hasa mabinti mna shida kweli. Kahongwa, sijui kachukua mume wa mtu. Propaganda nyeusi, wanatengeneza familia from the family. Watoto wako wanafaulu, tunajua ameenda Nigeria. Propaganda nyeusi. Watu wanatengeneza, mtaa unatengeneza propaganda nyeusi. Sasa shida nachokitafuta hapa kwenye hili bango hapa, lazima utoke kwenye propaganda hizo wanatengeneza watu kwenye jamii, kwenye familia. Na hapa nazungumza juu ya familia, propaganda nyeusi. Wengine wanasema tuone kama atafika popote. Kigari chenyewe cha mkopo, wewe umenunua kabisa, unajua ni ya kesh, lakini ngoma zinaiweka kigari chenyewe cha mkopo, tena mkopo akausha damu. Tutaona kama ataweza kufanya marejesho. Yani hivyo, people they can talk. Watu wanazungumza, wanasema haya, wanasema yale, kila mmoja kwa jina lake wanaweza wakasema. Lakini kikubwa hapa, you must move. Lazima uende far. Lazima uende mbali na yale mawazo. Lazima utoke kwenye hayo mawazo. Kuna watu wengine ambao wakisemwa hivyo wanavunjika moyo. Anavunjika moyo kabisa. Kabisa. Tulikwenda sisi kwa rafiki yangu mmoja, msharika wangu, na rafiki yangu, na ni muombaji, na tulikuwa tumetoka Israeli pamoja naye kwenye maombi Israeli. Ni muombaji. Mungu amembariki na ni mtu anayetoa sadaka kanisani. I know him. Tukaenda kwenye sherehe ya mtoto wake, alipata kipaimara mkoani. Tulipofika mkoani, propaganda nyeusi zimetengenezwa. Tumefika pale, watu tumeweka buffet. Tuna maji ya kunawa mikono. Si unajua kwenye mabuffet kwenye sherehe, watu wote wanaweka mikono nyuma. Alafu kila mtu ana kijiko chake ametoka nacho nyumbani. Wana kijiji. Hajiulize hii sherehe gani, mbona hizi tumeweka hapa mazingira mazuri, pametengenezwa vizuri. Kwani shida nini hasa? Tukawauliza wale wanakijiji, mbona kila mtu ana kijiko chake? Hawagusi sahani, hawagusi kijiko, hawanawi mkono. Wenyewe wana vijiko vyao, lakini sahani wanatumia. Nikauliza wanakijiji, kwani nini? Kumbe mdogo wake, huyu ni kaka mtu, mdogo wake amepita kijiji nyumba kwa nyumba, anawaambia msije mkanawa mikono. Huyu ndugu yangu ni Freemason.
Mkinawa mikono, anachukua hayo maji mlionawia mikono, anaondoka na nyota zenu zote na kila kisimati na riziki kwenye mikono yenu. Wanakijiji wanapenda ubwabwa, tunalishaba, tulipeleka mashaba yanayoeleweka. Wanakijiji wakasema, kwanza aliwaambia msije kabisa kwenye sherehe. Wanakijiji wakapiga hesabu wakasema, hata kama alikunawa mikono kila mtu atakuja na kijiko chake. Nani asiyetaka shaba? Napeleka shaba mara moja kijijini. Kwa hiyo wakala, wakanywa, lakini marufuku kunawa mikono kwa sababu ya propaganda nyeusi, na imetengenezwa na mdogo mtu kijiji kizima. Nasema ndugu yangu ni mchawi. Mungu amewabariki. Mimi I know that person. Ni watu ambao Mungu amewabariki. Lakini huyo mdogo mtu anahangaika na amebaki kijijini. Yeye analalamika, anasema uliondoka na nyota yangu, na sasa anakuja kuchukua nyota za wanakijiji wengine. Kwa hiyo msije mkanawa mikono, msile, msifike. Hao wanakijiji wanasema asubutu baba huu hata watu mara moja kwa mwaka, na unajua sherehe za huko zinakuwa wakati wa Christmas. Ngoma zimeenda kavu, ugali wa kisamvu, ugali wa matembele. Wanataka kubadilisha angalau menyu. Unakuja kuambia eti kwa sababu ya kunawa mikono, wananaia kwao, na wengine wanakuja na vijiko vyao. Wengine wamenawiwa kao. Yaani hata ukimsalimia mwanakijiji aliyenawia nyumbani kwake, anaweka mkono nyuma, ana shughuli yake, anasubiri saa ifike aingie kwenye baadhi. Ana huo mpango. Kwa hiyo nataka kusema yule jamaa kaumia, tulikuwa naye. Sema mchungaji, huyu ni mdogo wangu kabisa, tumezaliwa mama mmoja na baba mmoja. Propaganda nyeusi. Nikamwambia wala usihangaike. I know you. Mungu amekubariki, baraka yako imetokea madhabahuni, na wala usiogope, wala isikuumize. Ndio hiyo nayosema, toka wewe katika propaganda nyeusi. Ziwe zinakukondem, ziwe ambazo zimepandwa kwenye familia na zimepandikiza chuki, wewe binafsi unapaswa kuondoka. Kama ni propaganda nyeusi zimepandwa kwenye jamii, kijiji au mji au nchi, wewe mwenyewe lazima ukubali kutoka kwenye hiyo propaganda nyeusi. Nataka nikuambie, propaganda nyeusi ikipandwa sawa sawa, hata kwenye jamii kama jamii ya Wayahudi ilipotengenezwa propaganda nyeusi ikakolea, Yesu yule aliyewalisha watu 20,000 kwa mikate michache na samaki wachache, Yesu yule aliyemfufua Lazaro, Yesu yule aliyemfufua mtoto wa mwanamke wa Naini mjane, Yesu yule aliyeponya watu mamia kwa maelfu ya watu, walipomkataa mbele ya hadhara, wakawekwa Yesu na jangili mmoja jambazi, walimchagua Baraba, wakamkataa Yesu. Propaganda nyeusi ikitengenezwa, jamii inaweza ikakuacha kabisa. Lakini kubwa hapa ni kutoka wewe kwenye propaganda hiyo nyeusi. Alitoka mtu mmoja anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Hakuhangaika na hizo propaganda zilizotengenezwa na wakuu wa makuhani. Tena wanaojua kupika propaganda zikaiva vizuri ni wakuu wa makuhani. Wakapika, lakini alibakia Yusufu peke yake. Sasa mimi nataka kuzungumza jambo moja hapa. Katika kitabu hiki cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Kwanza, mlango wa 2 mstari wa 19 mpaka wa 25, ni Adonia, kifo cha Adonia. Kifo cha Adonia kinatokana naomba uende ukasome mwenyewe katika kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 2 mstari wa 19 mpaka wa 25. Kwa sababu ya muda sitasoma. Lakini kulikuwa kuna binti mmoja anaitwa Abishagi. Alikuwa anaitwa Abishagi Mshunami. Huyu hapa Abishagi Mshunami. Huyu binti wakati Daudi amekuwa mzee, akawa hata ufunike na mablanketi ya sufu, hata uweke na hita, hapati joto. Alikuwa anasikia baridi tu. Kwa hiyo walitafuta binti huyu. Nafikiri walipima na temperature yake. Wazee, Bwana asifiwe, wazee wenzangu. Walipima na temperature yake. Kwa hiyo huyu binti akatafutwa awe analala kifuani kwa Daudi, kwa sababu hapati joto, baridi inamsumbua. Wazee bwana wakizeeka wanazeeka na tabia zao, lakini
wanaume Mungu anawaona kuanzia Daudi anayewaongoza. Sasa huyu binti akawa amepelekwa pale kama blanket. Kwa hiyo akawa anakaa kwenye kifua cha Daudi. Lakini Daudi ni mzee sana, na Biblia imeandika kwenye ile mistari wala Daudi hakumjua. Kwa hiyo wakati Daudi amefariki, katika hicho kitabu cha Wafalme wa Pili kinaanza na kifo cha Daudi. Daudi alipofariki na alipokufa, huyu Adonia akaenda kwa mama yake Suleimani, akamuomba, akamwambia, tafadhali na kuomba, wewe ni mama yake mzazi na mfalme, najua chochote utakachomuomba mfalme hata kunyima. Mama yake akamwambia, niambie mwanangu. Akamwambia, ninakuomba Bersheba, nenda kwa mtoto wako kamwambie, namuomba yule binti, ninataka Abishagi Mshunami anipe awe mke wangu. Mke aliyechukuliwa ni binti mfalme ambaye amekaa kwenye kifua cha baba yako. Yaani wewe umekosa mabinti wote mpaka ukaoe mke wa baba yako. Unarithi mke wa baba yako kwenye kiti cha enzi. Ni kufuru, ni kashfa. Lakini hizi ndio mambo ya familia, kudai vitu visivyokuwa vya kwako, visivyokuhusu. Maugomvi yanatokeaga hapa. Sasa kaka yake aliitwa Absalom. Alichukua wanawake wa Daudi, masuria wa Daudi, akaweka kitanda juu ya baraza, akafanya nao zinaa hadharani peupe mbele za taifa la Israeli. Huyo ni kaka mtu. Mdogo mtu naye anaamka na spirit ile ile. Ndio maana nimesema sijui huyu mama alinyonyeshea watoto ziwa gani. Naye anaamka tena, kuna mabinti wangapi? Naye anataka mke wa baba yake, anamtaka. Suleimani akasema huyu hafai, akatuma jeshi, wakaenda wakamuua Adonai, akafia hapo. Nachoweza kusema hapa, kuna mbadala wa mbaraka wa vitu vingi mno kuliko hivyo unavyodai katika familia. Toka wewe katika nyumba ya baba yako, toka wewe katika nyumba ya baba yako. Kuna vitu ambavyo unaweza ukawa vinakusumbua sana, lakini kwa resma hii, hebu toka kwenye maugomvi, toka. Na kama kuna watu ambao wanaendeleza huo ugomvi, weka personal space, weka personal space, asikufikie kwa namna yote. Usirithi ugomvi, chuki, kisasi, hasira, uchungu wa marehemu kwa ajili ya propaganda nyeusi za familia au family black propaganda. Usirithi. Kuna watu wengi leo mioyo yao imeharibiwa na misimu ya propaganda nyeusi, yani black propaganda, na wamerithishwa uchungu, chuki, hasira, kinyongo, kisasi, na hali hiyo inaua kusudi la Mungu ndani yao. Na watu kama hawa ambao unaona wamepandikiziwa. Kuna watu wengi leo mioyo yao imeharibiwa na msimu wa propaganda nyeusi, black propaganda. Ana maumivu tu, ana hasira, ana chuki, ana kisasi. Moyo wake umejawa kisasi na uchungu na hasira. Mabibi na mabwana, maisha ni marefu kuliko. Ngoja niseme kidogo. Miaka michache nikiwa mchungaji wa Kariakoo, nilimhudumia kijana mmoja. Alikuja ofisini kwangu, akawa kuna ugomvi wa familia, ugomvi mkubwa wa familia. Lakini huyu kijana aliletwa kutoka shangazi yake, alikuwa anasali pale Morning Glory Kariakoo. Wametoka psychiatric Muhimbili, amekaa psychiatric miezi mitatu, ile ya kufungiwa kitandani na kuchomwa masindano. Kwa hiyo ametoka psychiatric, wakaja pale Kariakoo. Na kijana alikuwa amegraduate university, ana degree moja. Akaja pale, shangazi yake amemleta. Namuuliza ni nini, anasema huyu ni mtoto wa kaka yangu. Namuuliza yule kijana, shida yako ni nini mpaka unapata msongo mkubwa wa mawazo, unakuwa kichaa? Ni nini? Bahati nzuri anaweza kujieleza. Shangazi akanieleza kwa kifupi, akaniambia kuna ugomvi wa familia. Hawa kaka zangu wawili, huyu ni mtoto wa baba mdogo, wa baba mdogo, lakini wa kaka yangu mdogo, lakini kuna kaka yangu mkubwa. Walifanya biashara
vizuri sana, na walifanya biashara ya maduka. Walianza na maduka, baadaye Mungu akawajalia wakaingia kwenye transportation, wakanunua fuso. Na baada ya kununua ile fuso, yule kaka yangu mmoja alianza kupata shida ya kansa ya damu. Kwa hiyo aliugua, ambaye sasa ni baba yake huyu. Aliugua, baadaye akafa. Yule mdogo mtu akachukua vitu, amechukua hiyo fuso na baadhi ya vitu ambavyo walikuwa navyo share, na yeye pia baadaye amekuja kupata ajali, naye amekufa. Kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyeko hai. Kaka zangu hawa wawili wote wamekufa. Lakini sasa ile fuso imeenda imezalisha, sasa hivi wana fuso kama 3 kwenye ile familia ya baba mdogo. Kwa hiyo sasa huyu mwanangu, kinachomuua yeye, anasema ile ni mali ya baba yangu. Alipofika pale yule kijana, mbona alipatia kichaa ofisini kwangu? Kichaa cha upya. Akaniambia, mchungaji, ile ni mali ya baba yangu, ile ni mali yetu, sijui kitu gani. Nikamwambia, dogo, una umri mdogo sana. Nikakaa naye, nilikaa naye almost masaa matatu. Yeye mwenyewe ana passion ya biashara. Ameenda kwa wale ndugu zake ambao sasa wameachiwa mali iliyokuwa kwenye kampuni ya familia, na anasema, baba yangu alimsomesha baba mdogo, baba yangu na ametoa mtaji, lakini vitu hivi havieleweki. Mimi mwenyewe nimemaliza chuo, ninatafuta kazi sijapata. Nilipaswa niingie kwenye family project ambayo baba yangu alianzisha, na baba yangu amebeba mizigo. Mimi kule na wadogo zangu, mama yangu anateseka. Yani alikuwa na uchungu ndani kwa sababu ya mambo yaliyopo kwenye familia, hizo dhuluma ziko kwenye familia. Nikamwambia jambo moja tu, hiyo gari na hayo magari ambayo hawa wanayo, unaweza kuyapata mengi kama ukikubali kutengeneza afya yako ya akili na ukalinda nafsi yako. Nikamwambia, akaniambia, naanzia wapi? Nikamwambia, nakuomba leo una nini? Akasema, mimi sina kitu. Nikamwambia, mbona nakuona una smartphone? Mbona una smartphone? Akaniambia, kwani hii simu tauza nikauze nini? Mchungaji, mimi nazungumza magari ya baba yangu. Wewe unaniambia nikichaa ametoka hospitali. Nikaona huyu bora nimwairishie. Nikamwambia, nenda katumie kwanza dawa, uje wiki ijayo. Tukaachana, tukaomba, akaenda, akarudi mwenyewe. Nikamwambia, usije na shangazi yako, njoo peke yako. Alipofika nikamwambia, Biblia inasema, nilimsomea andiko moja tu. Mungu alimwambia Musa, una nini mkononi? Una kitu gani mkononi? Nikamwambia, mkononi mwako unayo simu. Ninakuomba hapa, una degree moja. Kwanza ili utulie na hiyo brain yako itulie vizuri na uchungu ulionao. Kitu cha kwanza lazima ukubali kwenda kusoma. Nenda kafanye masters. Tumia hii simu. Nikamuombea, nikamwambia parishi weka mpe room, nikamtengenezea chai na kahawa, nikamwambia kaa hapo, tembea hii dunia kwenye internet. Simu yake nikamwekea bando, nikamwambia tembea hii dunia kwenye internet, tafuta scholarship. Ninakuombea na nimekuombea, hutatoka hapa leo, lakini Mungu atakupa scholarship na mahali ambako Mungu atakupeleka. Kitu cha ajabu, wiki moja, mwezi mmoja baadaye, aliapply akiwa pale pale, alipata scholarship ya shule ya uchumi, chuo cha uchumi, shule ya uchumi kule UK. Akaenda akasoma, ni brain, akasoma, akapata master's degree, akasoma, akapata PhD, akarudi, akaajiriwa na USAID, akafanya kazi, lakini ana passion ya biashara. Akapata neema, akafanya maprojekti na maraiti hapo, ana akili, anatumika mara university mara hapa, na university za nje zilikuwa zinamtumia huku na huku, akaestablish biashara. Navyoongea hapa kwenye hii madhabahu, ana semi-trailer kama 300. Semi-trailer zinazozunguka hii Afrika. Oh my God, ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 52 na mstari wa 2, Biblia inasema, jikung'ute mavumbi uondoke, e binti Sayuni, jikung'ute mavumbi uondoke, uketi e Jerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, e binti Sayuni uliyefungwa. Na mimi ninasimama hivi leo, jikung'ute uongo wa familia, jikung'ute uondoke. Jikung'ute kwenye chuki, jikung'ute kwenye propaganda nyeusi. Haijalishi kuna vitu gani ambavyo vimepandwa kwenye maisha yako. Watu wachache waseme amina.
Jioni, asubuhi ya leo ninatangaza kutoka kwenye madhabahu hii, usiogope. Maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Jikungute mavumbi uondoke. Jikungute chuki, jikungute hasira, jikungute mapropaganda meusi, jikungute mambo ambayo umesikia na yameharibu mindset yako, lakini leo uinuke tena kwa upya. Wako wapi watu wachache wanaojikung'uta maumivu, wanaojikung'uta dhuluma, wanaojikung'uta kuonewa? Wangeinua mikono yao na kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Sema amina. Naomba usimame mahali ulipo. Ukituona tumesurvive hata sasa, tumejikung'uta. Na maombi yangu ninayoomba hapa, ninaomba ujiombee kujikung'uta katika siku hii ya leo. Jikung'ute kabisa. Wakung'ute na watoto wako. Kama kuna maneno yaliyotamkwa kwenye familia, toka leo wakung'ute na kila maneno na maapizo na manuizo. Jikung'ute nafsi yako na kila propaganda nyeusi ambazo zimeingia katika maisha ya kwako. Inamisha kichwa chako, tulia, niombe kwa ajili yako. Baba, umelituma neno lako, nami nimesema yale uliokusudia niseme. Liangalie neno lako upate kulitimiza. Waponye watoto wako ambao wanahitaji uponyaji wa ndani, yani inner healing. Ninaomba ukawabariki watoto wako, wapiganie. Ninazikung'uta nafsi na miili na roho, fahamu na utashi na akili za watu wako pale walipochoka na kukata tamaa. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Na ziwe sadaka za kujikung'uta, na sadaka za kuendelea mbele, na sadaka za kuvunja vifungo vilivyofunga maisha yetu kwa ajili ya propaganda nyeusi. Chochote tulichosikia cha uharibifu kikaharibu maisha yetu, tangu leo kimeondolewa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.